Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Mwenge wa Kaunti hii leo, ambapo tunazungumzia masuala ya hazina ya maeneo bunge, na hapa studioni tuko nao wabunge Onesmus Ngogoyo kutoka Kajiado Kaskazini na Eric Wamumbi kutoka Madera. Tunawasubiri Joseph Makilap kutoka Baringo North na Mohamed Ali kutoka Nyali, lakini tunaendelea kwa sababu wabunge wako hapa. Nambari yetu ya rafa ni 22422 au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa Kaunti. Na tulikuwa tumekuuliza, je, madhumuni ya hazina ya maeneo bunge yameafikiwa ulipo? Je, madhumuni ya hazina ya maeneo bunge yameafikiwa ulipo? Nambari ya rafa ndio hiyo 22422. Tueleze unatoka eneo bunge gani na kwa nini unahisi kama hayo madhumuni yameafikiwa ama hayajafikiwa. Asanteni sana waheshimiwa kwa kuungana nasi hii leo. Hapo mwaka jana Mahakama Kuu ilitoa uamuzi na kusema kwamba hazina ya NG-CDF imekiuka katiba na wakataja sababu zao, na pia wakatoa makataa ya kusitishwa ama kukomeshwa kabisa kwa NG-CDF, ambapo ni Juni tarehe 30 mwaka ujao, kabla ya mwanzo wa mwaka wa fedha utakaoanza 2026-2027. Labda kwanza kabisa, hili swala ni swala ambalo limezungumziwa mara kwa mara. Uamuzi huu wa mahakama, hisia zenu ni gani? Tuanze na Wamumbi. Asante sana Mashirima. Kwanza kabisa nikubalie nitoe rambirambi zangu kwa wafuasi wote wa kanisa la Katoliki kwa kumpoteza kiongozi wao wa kanisa, Papa Francis. Tunaomboleza na wao na tunawatakia kila laheri wanapoendelea kuomboleza kifo cha kiongozi wao wa kanisa na wanapojiandaa kutafuta kiongozi mwingine wa kanisa wiki ijayo. Ya pili Mashirima ni kusema kwamba hazina ya maeneo bunge ndio inajulikana kama NG-CDF. Kundi la 9 lilienda kotini mwaka wa 2013 na kusema kwamba ile act ilikuwemo, NG-CDF Act of 2013 haikuambatana na katiba, na wakaenda koti na koti ikatupilia mbali hazina za maeneo bunge. Na mwaka wa 2015 ikatengenezwa act nyingine ambayo ilijulikana kama NG-CDF Act of 2015, na ambayo imekuwa ikifanywa amendment. The latest we did ilikuwa 2023 amendment, na koti kama ulivyosema ilisema kwamba NG-CDF haiambatani na katiba. Kama bunge tumeenda kotini, tumeweka appeal, sababu NG-CDF inasaidia wananchi sana, haswa kujenga mashule, kujenga security offices za chiefs, assistant chiefs za madio, na kazi nyingine mingi. Ukiangalia pesa ambayo inakuja katika maeneo bunge, 95% ama 95% inaenda kwa maendeleo. Only 5% ambayo inaenda kwa kulipa mishahara ya wale watu ambao wanafanya katika ofisi za NG-CDF, na wananchi wote wamekubali kwamba zile miradi ambao wanaona haswa ni zile ambazo zimetengenezwa na pesa ambazo ni za NG-CDF. Mashule yamejengwa, ofisi za security zimejengwa na miradi mingine mingi. Kwa hivyo sisi wote wabunge na watu ambao tunawakilisha wanakubali kwamba NG-CDF isiondolewe. Hiyo pesa inasaidia. Ukiangalia watoto ambao tunasomesha kupitia basari, sababu katika sheria za board zinasema 40% ya hiyo pesa iende katika kusaidia wale watoto ambao hawajiwezi, na tunawasomesha watoto. Kama kule kwangu Madera niko na watoto wengi sana ambao wanaenda shule kupitia hiyo pesa ya NG-CDF. Kwa hivyo tuko kotini na tutahakikisha kwamba pesa ya NG-CDF itakaa, sababu hiyo pesa inasaidia wananchi sana Mashirima. Mheshimiwa Ngogoyo, kwako wewe, kwa nini wewe na wabunge wenzako kama Wamumbi mnasisitiza kwamba lazima mtetee NG-CDF? Asanti Mashirima. Nishukuru kupata nafasi ya kuwa hapa, na pia niseme pole kwa Wakatoliki wote kwa kumpoteza Pope. Mimi ni mmoja ambao wanakubaliana kwamba NG-CDF ni pesa ambazo zimekuwa zikifikia wananchi, na kutokuwepo kwa NG-CDF inaweza kudhuru ama kuumiza watu kadhaa kwa jamii ambao wamekuwa wakifaidika. Na tukiongea kuhusu NG-CDF ni vizuri kujiuliza NG-CDF ilitoka wapi?
mwaka wa 2003 mbunge mmoja aliweka mswada, na alikuwa mbunge wa upinzani, akaweka mswada wake binafsi, akasema tuwe na njia ya kugawa pesa kwa usawa kwa kila mtu, kwa kila constituency. Wakati huo zilikuwa 210. Kupitia huo mswada, upinzani pamoja na serikali wote walikubaliana na huyo mjumbe. Alikuwa ni mjumbe wa kule Nyandarua, Mirugi Karue. Na baada ya yeye kuleta huo mswada, iliundwa sheria ambayo itarahisisha kupeana pesa. Hii ni aina ya ugatuzi. Lakini sasa ugatuzi ulipokuja mwaka 2013, hii inamaanisha kwamba fedha zinawafikia wananchi mashinani, na ni mojawapo ya sababu ambazo zilitolewa na mahakama kwamba inahujumu, NG-CDF inahujumu ugatuzi na serikali za kaunti. Kwa nini muendelee kushikilia pesa ama kusimamia fedha ambazo tayari zimeshapangiwa kupitia serikali za kaunti? Nafikiri hapo ndio tukubaliani na maoni hayo, kwa sababu kwanza kama vile nilikueleza, shareable revenue tunapata wote kisawasawa. Kumbuka asilimia pesa ambazo zinakuja kwa NG-CDF ni 2.5% ya pesa zote ambazo zinaokotwa. Pesa ambazo zinaenda kwa kila constituency bila kujali constituency ni ipi ama iko na shida gani, inaanzishiwa mahali fulani. Hii haikuwepo wakati katiba imekuja ya 2020. Ni vizuri kutambua kwamba kulikuwa na sheria nyingine ambayo inafanya kazi, na ilikuwa ni sheria ya Jamhuri ya Kenya. It is an act of parliament. Na haimaanishi kwamba sababu tuko na katiba mpya, sheria ambayo imekuwa ikitupeleka kwa mfano hata fuel levy bado inaendelea. Kwa nini NG-CDF ndio iko na shida lakini masheria zingine hazina shida? Kumbuka hata tukiwa na katiba mpya, kama tumekuwa na mfumo ambao ulikuwa uko sawa, haimaanishi tufutilie mbali mfumo huo. Lakini kitu ambacho ninaona kotini haijaelewa ni kwamba kuna majukumu ya kaunti, kuna majukumu ya serikali kuu. Majukumu ya kaunti hayawezi kutekelezwa na pesa ya NG-CDF. Kwa mfano, pesa ya NG-CDF haiwezi jenga hospitali. Lakini mojawapo ya masuala ambayo alitajwa na mahakama ni kwamba uundaji wa sheria, maana umetaja kwamba mbona hii sheria ilete matatizo. Ilisema kwamba seneti haikuhusishwa wakati wa kupitisha sheria hii, na ni kwa sababu seneti inahusika na yale masuala ambayo yanahusu kaunti. Na kaunti inahusika na jinsi ambavyo maendeleo yanawafikia wananchi. Na naona baadhi ya jumbe ambazo zinaingia hapa na nitawasomea, maana hawa ni wananchi ambao wanazungumzia hili swala la CDF. Kuna mmoja hapa anaitwa Jose kutoka Kitui Town. Anasema CDF kwa kweli imefanya kazi maeneo mengi Kenya, lakini wabunge wafuate sheria. Kazi yao ni legislation, oversight na representation. Anasema CDF has become a haven for corruption and funds are used for political campaigns and rewarding friends. Let's bursaries be consolidated and be taken to Ministry of Education for free education. Kuna mwingine anasema Papita kutoka Nyeri. Anasema mgao wa CDF ni ukora wa kuwahonga wabunge ili waunge mkono miswada ya serikali kila wakati. Swali kuu, kama pesa ni za shule, mbona zipitishwe kwa NG-CDF? Kwa nini haziwezi kukusanywa? Huwa anasema pendekezo langu pesa zitumwe moja kwa moja kwa shule. Sioni sababu yote ya kupatia wabunge pesa hizo ilhali miradi imegatulia. Kwa hivyo kuna wengi ambao wanahisi jinsi ambavyo mahakama iliamua kwamba hiyo separation of powers ambayo katiba ilikuwa inalenga imekiukwa na hii NG-CDF. Sawa Mashirima, nikiguzia kidogo sababu umetaja maneno kuhusu ugatuzi. Pia huyo ugatuzi haujakamilika kabisa, kwa sababu ujue sisi wawili tulikuwa wakilishi ward MCS. Na kuna ile bado tunatetea inaitwa Ward Development Fund. Pia ile pesa inafika kwa county igatuliwe kabisa. Ili kusikue na ward ambayo haitapata pesa ya maendeleo, sababu ukienda pale county maybe kuna MCA anatofautiana na governor, na katika hizo tofauti inasemekana governor maybe hatapeleka miradi pale kwa ward yake. Ndio unaona tunasema pia ikifika pale kwa county kukue na Ward Development Fund. Kama wewe ni MCA na hukubaliana na policies za governor, uko na uhakikisho kwamba pesa itafika kwa ward yako. Ni sawa hao wanaosema kwamba pesa itumwe kwa shule direct.
kumbuke kwamba tunapambana na capitation. Capitation inachelewa. Pesa haifiki kwa ule wakati unaofaa, lakini yetu sisi kama NGCDF ambao sisi ni patron, sisi hatuingilii ile pesa inatumiwa. Kwa hivyo naweza tofautiana na wale wanasema kwamba NGCDF ni hongo kwa wabunge ili waunge serikali mkono. Kuna wabunge wa opposition kama Ngogoyo hapa ni wa opposition na anapata CDF, hapati CDF ili aunge serikali mkono. Anapata CDF ili akafanyie watu wa Kajiado North kazi. Na hiyo pesa Mashirima, wale watu ambao wanaangalia miradi ya NGCDF, ndio tu miradi inafanywa kwa haraka na kwa ukamilifu. Kwa sababu pesa kwa 95% ya NGCDF inaenda kwa maendeleo. Pesa ya county, ukiangalia hakuna county imefikisha 50% kwa maendeleo. Pesa mingi ya county inaenda kwa kulipa mishahara. Na hapa ndio Wakenya wanauliza, yes, kama hili ni jambo ambalo mnaweza kulisifia kama wabunge ambao kazi yenu ni oversight, kwa nini hamhakikisha mambo mengine pia yanakwenda sambamba jinsi ambavyo NGCDF inaendelea? Maana tunaelewa kwamba kuna bodi ya NGCDF na kuna zile kamati ambazo ziko katika maeneo bunge. Kwa hivyo kwa nini inapofika kwa hili swala mnajichukulia sifa? Kuna mmoja ambaye anasema kwamba wabunge wanatumia NGCDF kujizolea sifa ilhali kuna bodi na kamati ambazo zinapaswa kusimamia. Kwanza sifa sio mbaya. Kama CDF inafanya kazi vizuri Kajiado North. Mwandishi mmoja John C. Maxwell alisema uongozi, wakati kuna uongozi mzuri unaweza kujua, wakati kuna uongozi, everything rises and falls on leadership. So kama ni sifa, haifai sifa ikiuki sheria. Lakini shida yangu ipo hivi. Kwanza ujue sisi hatutengenezi sheria ya county. Mjumbe ambaye amechaguliwa katika bunge kuu hatengenezi sheria. Sheria hiyo inatengenezwa kwa Senate na haikuji kwetu. Chochote ambacho kinahusu county, mgao wa pesa, sheria yoyote vile ambavyo sheria watatengenezewa ili wasipoteze pesa, haitengenezi kwa bunge kuu. Sisi tunatengeneza sheria ya national. Lakini kama ina na ni vizuri pia na Mashirima, ndaomba unipe nafasi ukiuliza swali. Nataka unieleze vizuri maana nikueleze kwa sababu nimeona huelewi na nataka nikueleweshe wewe. Ninaelewa tena sana. Ni wewe ambao hutaki kuwaeleza Wakenya ukweli, kwa sababu nataka unipe nafasi. Masuala ya maendeleo na hii ndio mahakama ilisema kulingana na malengo ya katiba, maendeleo yanapaswa kuwafikia wananchi na maeneo bunge yako ndani ya county, si ndio? Tunapotaja tena sub counties hizi ziko kwenye county. Mashirima, na baadhi, niruhusu nimalize, baadhi ya majukumu ambayo mnachukua kama ujenzi wa shule yako chini ya Wizara ya Elimu, si ndio? Kwa nini basi mnasisitiza kwamba hii hazina ambayo nyinyi mnapaswa ku-oversight na ku-legislate, mnasisitiza kwamba lazima isalie, ilhali Wakenya wengi wanasema sawa, kuna maendeleo, lakini kwa nini hizi fedha nyinyi kama waundaji sheria hamwezi kuhakikisha hizi pesa zinakwenda sambamba jinsi ambavyo mnazisimamia? So kama kuna maendeleo, shida ni gani kwenye bodi? Kama pesa inafanya kazi na maendeleo Mashirima, sielewi shida yako ni ipi, kwa sababu mimi sina shida, mimi nasoma zile jumbe ambazo. Lakini usikize Mashirima, mimi naomba tu usikize. Kwanza unasema kwamba kazi ambayo CDF inafanya ifanywe na county. Haiwezekani, kwa sababu kisheria jukumu la kujenga madarasa kwa mfano sio jukumu la county government, ni jukumu la serikali kubwa. Wale wanajenga madarasa ya ECD. Serikali kuu hiyo. Shida ipo wapi kama itatumia NGCDF kufikisha pesa zile kwa wananchi vile wanahitaji? Shida ambayo ungekuwa naye ni kama kuna uvujaji wa pesa, kama kungekuwa na matumizi mabaya, hiyo ndio ingekuwa shida. Lakini kama serikali kuu ingetaka kupitisha pesa kwenye NGCDF, na wacha nikueleze, kuna migao mingi ambayo inapitia kwa shirika tofauti za serikali. Tuko na pesa ambazo zinaitwa Uwezo Fund, zinapitia kwenye fund. Shida iko wapi pesa ikipitia kwenye NGCDF? Kwa sababu sikiza hivi, wizara kawaida inatoa kitu inaitwa policy guideline. Inasema tungependelea madarasa yajengwe kiasi fulani, laboratory iwe kiasi fulani, kwa kila darasa tunataka watoto, wanatoa mwelekezo. Kisha halmashauri tofauti za serikali zinaenda kutimiza yale malengo ambayo wizara tayari imeshaamulika. Na mimi nataka nikueleze, kujenga police station haiwezi kujengwa na county. Hata pesa zikipewa county, jukumu hilo kisheria haliko kwenye
county government, itakuwa ni kufanya jukumu ambalo sio lao. Hivyo NG-CDF inatimiza lengo fulani. Haiwezi kujenga hospitali, haiwezi kujenga mambo ya ICD, inajenga kwa zile functions ambazo ziko kwa serikali kuu. Na mimi nataka nikueleze, ni lazima watu watofautishe maendeleo ya county na maendeleo ya serikali kuu. Hivi karibuni, kwa sababu rais hana projects nyingi, mara mingi anaenda kuzindua projects za CDF. Kwa mfano akienda Mathira hakuna projects, ataenda kuzindua miradi ya Wamumbi. Sio mbaya, lakini ni vizuri kusema NG-CDF inafanya kazi mpaka rais ambaye hafanyi kazi anatamani kufungua madarasa ambayo yamejengwa. Actually, ukienda pale county ya Laikipia, ukienda pale Mombasa, kuna shule nzima ambayo imejengwa na mbunge wa Kisauni. Imejengwa kwa fedha za NG-CDF. Rais alienda kujiweka kama ni mradi wake, ingawa ni mradi wa NG-CDF, hauna uhusiano na rais hata kidogo. Na ni vizuri lazima utuelekeze na ni vizuri nikueleze. Kama tumekuja hapa kuongea mambo ya rais, utuambie pia sisi tunaweza ongea mambo ya, na ndio ninasema fedha hizi kwa mambo ya NG-CDF. Kama Ngogoyo anataka tuongee hiyo maneno anaanza kuleta, tunaweza ongea. Fedha za NG-CDF zinafanya kazi vizuri sana serikali kuu, na NG-CDF kama vile nimekueleza, miradi yake mara mingi inaisha. Ni baadhi ya miradi ambaye unaweza kuiweka kwa mhula fulani na useme hii miradi imekamilika. Kwa mfano katika nadhani kidogo tu, nadhani kile Wakenya ambao wengi wanatuma jumbe hapa wangependa kuelewa ni hili jambo la separation of powers ambalo wanahisi jinsi ambavyo mahakama ilitoa uamuzi kwamba halipo. Na ningependa mtueleze nyinyi hii separation of powers inaweza kuwafikiwa kivipi iwapo kuna hizi hela zote ambazo ni kana kwamba zinafungiwa kwa mtu mmoja. Maki umetaja kama Ward Development Fund kwa mfano, ambao unasema lazima isimamiwe na mwakilishi ward ili maendeleo yaweze kufikia ward fulani. Na hilo ndio Wakenya wanataka kuelewa. Kwa nini hakuna ile oversight ambayo wanayotaka kuhakikisha kwamba kama pesa ni za shule, kuna wizara ya elimu, kuna majukumu haya ya county ambapo elimu inaanzia hapa ikifikia hapo, unanielewa? Na hilo ndio Wakenya ambao wanataka kuelewa. Hii separation of powers inaanzia wapi na kuingilia wapi na kuishia wapi? Mzuri sana. Wakati tunaposema kwa mfano kuwe na Ward Development Fund, hatusemi hiyo pesa ipewe MCA. Tunasema hiyo pesa kama gavana amepokea shilingi bilioni 7, kukuwe na pesa ya kila wodi. Kwamba hata kama MCA atatofautiana na gavana, kukuwe pesa ya hiyo wodi iko. Na si ati MCA apewe hiyo pesa kajenge barabara. Gavana kukuwe na sheria ya county itamlazimisha kwenda kufanya kazi kwa hiyo wodi. Pia sisi hapa kwa NG-CDF hatusemi sisi ndio tuna control hiyo pesa. Kuna board ambayo inafanya kazi kwa kupanga hiyo pesa itafanya kazi gani. Mbunge ni patron tu kwa sababu yeye ndiye amechaguliwa hapo. Na kama mzungu alisema, if it's working, don't fix it. Kuna separation of powers. Sisi hatuingilii hiyo pesa vile inatumia. Na kama kuna pesa umesikia kama kuna pesa hujasikia inatumiwa vibaya, ni NG-CDF. Hakuna mahali umesikia ati pesa ya NG-CDF imetumiwa vibaya. Nyinyi ndio mmekuwa hapa mkiweka pale kwa runinga, huyu mbunge ndiye anafanya kazi vizuri, huyu mbunge ndiye nambari 1 kwa kufanya kazi na pesa ya CDF. Kwa nini hamweki magavana? Kwa sababu hii pesa ya maeneo bunge inafanya kazi vilivyo, na wananchi wenyewe wanaona ile kazi ambayo inafanywa na pesa ya NG-CDF. So wacha tusiingilie sana kwa kitu ambayo inafanya kazi, tuache kule pesa inaimbiwa, kama ni kwa county, kama ni kule kwingine. This one ambayo inafanya kazi, wacha tusiingilie sana, sababu wananchi wenyewe wanasema inafanya kazi. Ile shida iko ni separation of powers. Na tumekuambia pesa ikikuja Mathira si ya Wamumbi. Pesa ikienda Kajiado North si ya Ngogoyo, ni ya wakaaji wa Mathira, wajengewe mashule, wajengewe ofisi za serikali. Ikienda Kajiado North ijenge mashule, ijenge vio za shule, si ya Wamumbi. Na hiyo pesa haijaletewa Wamumbi atumie, imeletewa wakaaji wa Mathira. Na hiyo ndio, I think hiyo ndio inafaa kuwa devolution, ugatuzi. Hiyo ndio ugatuzi wa kweli, sababu hiyo pesa inaonekana ikifanya kazi kwa wananchi kabisa. Mheshimiwa Ngogoyo, labda unaweza kueleza Wakenya majukumu ya bodi ya NG-CDF na zile kamati inaanzia wapi na kuishia wapi, na wewe kama mbunge na Wamumbi mnaingilia wapi? Ni vizuri nikueleze kwamba NG-CDF board iko na jukumu kisheria
kwanza kupokea pesa na kugawa katika constituency zote 290. Baada ya kugawa hizo pesa, wako na kamati ambazo wao wenyewe huzifanyisha msasa, na kunakuwa na kamati kwa kila constituency ambazo zinawekwa kwa gazeti rasmi na zinakuwa na usimamizi. Hawa ndio huenda kuchukua proposals za watu, kuangalia na kuweka mpango kwamba utachukua shule hii na sio shule hii, kuna haja hii na sio shule hii, ili kisheria wawe wametimiza mwelekezo wa kikatiba kwamba wamefanya public participation, wameuliza watu, na basi wanaweka priority. Tutaanzia na mradi huu, ufuate huu, na kwa miaka 5 ambayo mbunge anahudumu watakuwa na lifeline. Sisi hatuna jukumu directly kwenye NGCDF. Mimi mara mingi huenda kukagua miradi kwa sababu ni oversight. Mimi huenda kwenye projects wakati zinaanzishwa, wakati zinaisha. Kabla project ipewe shule, lazima niwe hapo nikague kama kweli fedha zile inasemekana zimetumika, kama kweli zinaweza kuonekana zimetumika. Mimi hukuja mara mingi saa ile engineer yupo, na muuliza maswali kadhaa, kwa sababu baadaye mimi huenda kwa bunge kila mwaka kusema kama pesa ya NGCDF imetumika kisheria vile ambavyo inafaa. Vizuri ni kueleze, mimi siketi kwenye mikutano ya kamati. Mimi sina uwakilishi hapo, niko tuna jukumu moja ya representation kama vile ulisema. Wakati wamechagua hizo miradi, lazima niangalie kama kweli wametoshanisha watu wote. Kama shule, kwa mfano kuna wodi iko na shule 7, ingine iko na shule 2, kuna usawa wameweka ndani ya hiyo miradi. Wasichukue ward moja wakajaza projects zote. Katika kazi yangu ya representation, mimi huangalia kama wameweka usawa. Na mara mingi pia mimi husisha wananchi kuja kwa mikutano, ili nione kama wao wenyewe ndio wanapeana hiyo miradi. Na kupitia hata officers wa ofisi yangu, kwa sababu niko na officers katika constituency office, mimi hukagua miradi mara kwa mara kwa kupiga picha, kwa kuangalia. Kama sasa Kajiado North tuko na shida kubwa ya ardhi, kumaanisha madarasa mengi lazima yajengwe yakiwa ghorofa 2, 3, 4 ama hata 5. Mimi mwenyewe huhakikisha wakati hiyo mijengo inaendelea, ninakagua kuangalia kama yanafikisha dhamana ambayo engineer amesema. Na sengine mimi huchukua mchoro na kukompea na ile ambayo inafanyika. Na katika kazi yangu ya representation, ni lazima nihakikishe mara kwa mara miradi yote ambayo imetengenezwa ninapata kitu inaitwa completion certificate. Na nione kama engineer amesema mradi huu sasa unaweza kupeanwa kwa shule na uko kwa njia ambaye iko sawa sawa. Mara mingi watu hawaelewi, ama pengine wanachukua mfumo uliokuwa, kwa sababu wakati Prime Minister Raila Odinga ama rais wetu wa sasa hivi ama hata aliyekuwa, walipokuwa wabunge, sheria katiba ya wakati huo na sahi haikuwa. CDF imefanya kazi kuanzia 2003. Lakini imepata mabadiliko mengi. 2007 ilipata mabadiliko, 2013 ikapata, 2015 na sasa 2023 ilipata pia mabadiliko. Na huenda hata sasa hivi tukiongea na wewe, mbunge wa Aina Moi pamoja na mbunge mwingine moja wameleta mabadiliko mengine. CDF ukaa ikibadilika ili kupambana na changamoto ambazo zinakuja, kutafuta njia mwafaka. Kwa mfano sasa CDF haifanyi mambo ya michezo ya mipira. Sheria ilibadilisha, sasa inafanya pengine mambo ya ICT hubs, kwa sababu mara kwa mara CDF ina address shida ambazo zinatokea kila siku. Naam, labda Mheshimiwa Wamombe unaweza kutueleza, wakati ambapo hizi fedha zinagawa kwa kila eneo bunge, huwa zinagawa kwa misingi gani? Kiangalia kama mwaka huu wa kifedha ambao unaelekea kukamilika, naona kama kwa mfano kuna baadhi ya maeneo bunge ambayo yote yanapata milioni 179, kuna mengine yanapata milioni 197, kuna nyingine imepata milioni 170. Huu ugawaji unafanywa kwa misingi gani? Kuna misingi kadhaa ambayo iliwekwa na board kwa kuzingatia ugawaji sawa wa hizi pesa. Kwa mfano, mojawapo ni nambari ya wadi katika eneo bunge. Kwa mfano kwangu niko na wadi 6, kwa Ngogoyo ako na wadi 5. Kwa hivyo hiyo ni msingi ya kwanza, kuona kwamba mimi na Ngogoyo hatuwezi pewa pesa ambayo inatoshana. Msingi wa pili ni idadi ya wapiga kura. Ile inapangwa kwa asilimia. Hii asilimia hii msingi inapewa hii asilimia, na ile msingi nyingine inapewa asilimia ile ni nyingine. So kama Ngogoyo ako na
wapiga kura wengi kuniliko, kwa ile msingi ya wapiga kura atapata pesa mingi kuniliko, na kama niko na wadi mingi kumliko, kwa ile msingi ya wadi atapata asilimia kubwa kuniliko, ili kuhakikisha kama kuna mbunge yako na eneo bunge ambayo iko na wadi 3, hapewi pesa kama sawa kama ule mbunge yako na eneo bunge liko na wadi 6, kuhakikisha kila mbunge anapata pesa ambayo itamsaidia kufanya kazi kwa eneo bunge. Kwa hivyo bunge ilikaa chini ikaangalia misingi kadhaa ambayo inatumia mpaka sasa kugawa hizo pesa. Naam. Yeah. Pengine tu niongeze, umaskini pia ni mojawapo ya misingi, na pia what we call poverty index wanaangalia pia hiyo, ziko kama 6, baadhi ya zile wanaangalia ikiwemo population, ikiwemo nambari ya wodi, lakini the greatest factor ni nambari ya wodi. Wale wako na wodi 8 kwa mfano, kama pale Kakamega kuna Shinyalu, wao wanapata pesa nyingi kuliko wale tuko na wodi, na kuna wengine hata wako na wodi 3, kumaanisha pia watu sio wengi sana. Na hivyo resources zinaenda pia kulingana na wingi wa wodi, wingi wa watu, umaskini, na baadhi ya zile tenants ambazo wanaangalia. Kuna baadhi ya jumbe hapa. Kuna mmoja anasema anafurahishwa na mdahalo huu, sema anaitwa Titus Musyoka kutoka Kitui West. Anasema, why should we have money for NGCDF which is used by MPs for construction of roads, yet we have Ministry of Roads and subsequent affiliated bodies like Kera, Kura, Kenha who have responsibilities of construction of roads in this country. Nadhani hapa ndio itabidi mueleze majukumu. Lakini huyo ni uongo. Kwanza ni uongo. CDF haina pesa ya barabara. Ndio hivyo ndo nasema tutakaporejea kutoka kwa mapumziko mtaweza kutueleza haswa ni majukumu gani ambayo NGCDF inafanya na ni gani ambayo haifanyi. Kuna mwingine anasema wabunge sio serikali, county commissioners waachiwe hiyo kazi. Mwingine anasema why should they use NGCDF to build police stations under the ministry, police stations ambazo ziko chini ya wizara ya usalama. Kuna mwingine hapa anasema kama wabunge wanataka kujua mambo ya NGCDF, wananchi waende referendum ili waweze kuamua. Kuna mwingine anasema ni kweli iwapo kama kuna eneo bunge linaelewa ni kiasi gani linapata. Nadhani hilo swali mmelizungumzia. Kuna mwingine anauliza mbona kuna maeneo bunge yanaonekana kuwa na maendeleo zaidi ya maeneo mengine. Kuna mwingine hapa anasema wabunge wakipewa wanatuletea sisi wananchi, na gavana akipewa anatuletea kitu wanavutana. Kuna mwingine hapa kutoka Dagoreti anasema NGCDF isiguswe cause kuna pesa za ugatuzi zinazotufikia sisi wananchi ni hizi, ila za county hazitufikii. CDF inafanya kazi, mimi mwenyewe imenisaidia kwa masomo yangu ya college na hata kwa secondary ya wanangu. Kuna mwingine hapa anasema NGCDF inatumiwa na wabunge kujifaidi kisiasa na kuwafaidi wandani wao. Mwingine anasema muulize Ngogoyo alikuja kutengeneza barabara ya Kamura mwezi uliopita. Sasa mojawapo ya majukumu. Sasa wakisema ulienda kutengeneza barabara ya Kamura mwezi uliopita, mwingine anasema saa hii ni matope, pesa zilienda wapi? Mwingine hapa anasema eneo bunge la kwanza hakuna kitu cha kujivunia, mbunge amelala. Huyu anaitwa Ferdinand Wanyonyi. Kuna mwingine anasema hazina ya maeneo bunge ndio chanzo cha ufisadi nchini. Mwingine hapa anasema anafurahia mdahalo, anasema eneo bunge letu limezembea. Anatoka katika eneo bunge la kwanza katika county Trans Nzoia. Kwa hivyo mnaona kuna hisia mseto kuhusiana na NGCDF. Nadhani mmeweza kusikiza maswali hayo, mtaweza kuyajibu tutakaporejea baada ya mapumziko. Mtazamaji, tumekuuliza, je, madhumuni ya hazina ya maeneo bunge yameweza kuwafikiwa ulipo? Nambari ya rafa ni 22422 ya kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa County. Unapotuma ujumbe wako tueleze unawasiliana nasi kutoka eneo bunge gani. Endelea kuwa nasi.